mwaka 1236. Usikie maneno ambayo ameyasema al-Imam Sanani rahimahullahu ta'ala akiisherehesha hadithi hii. Hadithi gani hiyo ambayo tumesomeana? Asema afada alhadithu tafsira alquwa fi alaya birami. Hadithi hii imetufidisha tafsiri ya quwa ambayo imetokana na aya katika surati al-Anfal aya nambari 60, bisiham, kwa mkuki au mshare. Liannahu almu'tadu fi asri an-nubuwa. Kwa nini? Kwa sababu mshare au mkuki ndio ulikuwa unatumika katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam asingeweza kusema kombora au akasema bunduki. Ametaja ramhi kwa sababu ndio ilikuwa inatumika katika zama zake. Wayashtamiru ramh bilbanadiq lilmushrikina walbigha. Kwa hiyo bunduki inaingia kwa lengo la kuwapiga washirikina na watu waliokufuru, watu waovu, watu waharibifu. Wayukhadhu min dhalika shariati tadribu fi, na hapo tunaitoa sheria ya kujifunza mafundisho ya silaha. Kwa hiyo kujifunza silaha ni katika jambo lako la amri lilwujubi, ni amri ya faradhi, sio sunna, sio ibaha. Ni lazima ujifunze kwa sababu umeamrishwa kumtisha adui. Hasa utamtisha adui vipi na una kuwa na kuwa? Lazima uwe na silaha, ndio nguvu iliyotakiwa. Lianna al-idada inma yakunu ma i'tiyadi idh man lam yahsun, yule ambaye hawezi kufanya maandalizi ya ramhi, asema Sanani katika Subul Salam, la yusamma muaddan lilquwa, hawezi kuitwa mtu huyu kafanya maandalizi ya kuwa. Kwa hiyo kuwa mpaka uwe na silaha. Kama hauna silaha haujawa katika maandalizi ya kuwa. Ndio maana tunasema ndugu zetu Waislamu, ndugu zangu Waislamu, sisi tunapoambiwa jamaa ya daraja 27 ukaa tukajiuliza hiyo jamaa ni aina gani na imetoka wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema salatul jamaa afdal, swala ya jamaa ni bora kwa daraja 27 kuliko swala ya mtu mmoja. Ndiyo maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanafahamika ndugu yangu. Aliposema salatul jamaa alikuwa Maka au alikuwa Madina? Utasikia kwani lazima awe Maka awe Madina? Ndiyo, si maneno yu'tabiru kalamu rasulillah. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanazingatiwa, yako nasikh na mansukh. Kwa hiyo ukisema tu amesema basi lazima uangalie alipokuwa Maka hakusema salatul jamaa afdal, kwa sababu kila mtu alikuwa asali peke yake. Hata yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam amri ya sala ya wajib imeteremshwa Maka, lakini akufaradhisha hiyo jamaa, kwamba akufaradhishiwa kwamba msali kwa jamaa. Aliwaambia jamani, leo tumeletewa sala, kila mtu atasali. Masahaba wakafurahi, kila mtu asali nyumbani kwake, wala kuwakusanya watu. Na wengine ndio wanachupa na kuwadanganya watu kwa riwaya dhaifu, tena maudhu. Wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakusanya watu katika swala ya jamaa baada ya kuingia Umar katika Uislamu. Si kweli, eti ndio ikatolewa adhana. Adhana ya kuwaita watu kwa jamaa imejaliwa katika mji wa Madina. Tena Mtume sallallahu alaihi wasallam hakupewa rasmi. Umekuja malaika kwa Abdallah, wakamletea ndoto, akamwona mtu anaadhini. Baada ya kushakuondoka kutoka kwenye usingizi, anaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Omar pia akaonyeshwa jambo hilo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abdallah, msomee Bilali. Kwa hiyo alikuwa anasoma Allahu akbar, Allahu akbar, Bilali naye anaisoma. Wapi? Madina. Ndio watu wakawa wanaitwa baada ya shura kupita hivi. Jamani, sasa hivi sisi tuna jamaa, tutaitanaje? Adhana hii ni haki ya watu wenye kuwa. Sisi tunajipendekeza, basi wacha tujipendekeze kwenye hii adhana, lakini wenye adhana wanafahamika. Wale ikitolewa adhana, wewe ndio watenga maharage, unataka kupika ugali, basi weka chini uende kusali. Na usipofanya hivyo, amiri atatuma vijana ambao wanakuwa, kwa nini huyu mtu aje kusali? Wanaweza kuchoma nyumba yako moto, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo hiyo misikiti yasema ina jamaa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mtu anastadili asema alikuja Abdullah ibn Maktum radhiyallahu anhu, amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mji wa Madina huu bado hujakuwa umepanuka, mimi niko mbali kidogo na msikiti huu, ya Rasulullah, naomba idhini niswalie nyumbani. Ndio uje unilinganie mimi katika darul kufru hii kwamba utumie dalili ya adhana salatul jamaa? Anawakataza watu kusali. Nani anawakataza watu kusali? Mimi si wakatazi watu kusali, mimi nafanya tamyiz, lazima mtu abainikiwe. Ibn al-Maktumi radhiyallahu anhu
anaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah anakusikilizisha adhana, ndio njoo uswali na sisi. Hiyo ndio jamaa. Leo misikiti mashekhe wanasema jamaa tunayo daraja 27 shekhe msikitini siku ya yaum aljumaa. Pembeni mwa msikiti kuna biashara, dawa za sunna zinauzwa, mashallah, kanzu, hijabu, mpaka Qur'ani, CD za maikhwa, alhamdulillah. Lakini khatibu yuko kwenye mimbar, watu nje bado wafanya biashara. Adhana yenu simwache tu, si uongo, ni kweli. Mtu afanya biashara mpaka khatib, kwa sababu ana jamaa. Kwa hiyo biashara zinafanywa nje ya msikiti yaum aljumaa, watu ndio wanafungasha haraka haraka, wakisikia stau ndio wanakimbia. Mtu akaa pembezoni mwa mlango wa msikiti, lakini anaswalia swala safu ya nyuma, na akimaliza kutoa salamu amewahi kwenye tijara yake nje, anafungua anaanza. Uongo kweli? Sasa jamaa ya namna gani? Abdullah kipofu aambiwa wewe, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia Madina, hakuambia Maka. Natamani mimi, natamani kabisa nikamchagua mtu akawasalisha, alafu nikaenda kuchoma nyumba za watu wanakusalia ndani. Wameiacha jamaa, lazima uchome nyumba zao, uangamize mali zao. Shekhe, choma na wewe, si una jamaa? Vibanda viko vingi jirani yako, choma uone. Hawezi kufika kwako. Au una jamaa, wewe kaa tu basi upate mshahara. Jamaa iko Afghanistani, hao ndio wene jamaa. Na Ansaruddin, Ansaru Sharia, hawa ndio wana jamaa mbele ya macho yetu, tutaona. Na muhadhara sio unaisha hapa, kuna maneno mazito na makubwa ya kukufanya Muislamu utambue. Na kwa sababu hatuna jamaa, ndio hii hali unayoiona. Tuko taabani, hata hatuelewi zaka wewe inatolewaje, hatuelewi kabisa. Alafu tunadanganya jamaa. La haula wala quwwata illa billah. Kwa hiyo nenda katika Subul Salami ukaone maneno haya kwamba yule ambaye ana ramih, hajajifunza mafundisho ya silaha, la yusamma muaddan lilquwa, hawezi kusema mtu huyu kafanya maandalizi ya kuwa, lazima awe na silaha. Subul Salami juzu ya 4 ukurasa nambari 1374, hadithi 1236. Amesherehesha maneno haya, kayasome uone akizungumzia kuwa. Wa huna naqul, na hapa twasema hivi ndugu zangu katika imani, anna al-idada lilquwa wal amru lilwujubi, maandalizi ya kuwa ni amri aliyowajibisha Allah subhanahu wa ta'ala, maadami wujudi karina, pamoja na kuwa hakuna dalili yoyote iliyokuja katika sunna au mwanawachuoni wowote akasema maandalizi ya kuwa sio wajibu. Maandalizi ya kuwa ni wajib, pamoja na kuwa hakuna dalili yoyote inaonyesha kwamba ni sunna. Ni wajib. Faidha wajaba al-idad, ikiwa tumewajibishwa na Allah tabaraka wa taala katika surati al-Anfal aya namba 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, ni amri ya Allah tabaraka wa taala, na sisi tumeamrishwa kufanya maandalizi ya kuwa. Faqad wujiba at-tadrib kadhalika, pia tumewajibishwa kufanya tadrib, mafundisho ya kujifunza hizo silaha. Kwa hiyo tumewajibishwa kufanya tadrib, if annahu juzu amin min al-idad, kwa sababu ni sehemu ya ujumla ya maandalizi hayo ya kumtisha adui. Kama una silaha, adui hatotishika na wewe, lakini ukishakuwa na silaha utasikia silaha za sumu wao wanazo, wanaua watu, lakini wao wakiua kwa drones safi, raha mustaleh. Mpaka rais wa Yemen hivi sasa, rais wa Yemen anasapoti maangamizi, mauaji kwa kutumia drones. Drones wa Islam ni ndege ambazo hazina rubani. Ndege hizi zinaingia katika miji ya Kiislamu kwa dhana kwamba hapa kuna jamaa, basi wanamwaga marisasi, wanamwaga mabomu, wanaua raia. Rais wa Yemen amefurahi tendo hilo. Lengo lake, kuna jamaa inamsumbua, jamaa yenye kuwa na imara. La haula wala quwwata illa billah. Wakad uridat al-ahadith kathira fi hathi ala ramihi, وساق جملة منها ما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عقبة. Kwa hakika zimepokelewa hadithi nyingi sana zinazowahimiza Waislamu wajifunze kutumia silaha, na kwa ujumla tu wamekusana wanawachuoni katika hadithi ya Uqba radhiyallahu anhu. Qal, anasema Uqba, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man alima ramih, yeyote atakayejifunza kutumia silaha, thumma tarakahu, kisha akaacha, falaysa minna au qad asa,
huyu mtu si katika sisi, au atakuwa amemuasi au ameasi mafundisho ya Uislamu. Rawahu Muslim, hadithi hii ameipokea al-Imam Muslim. Kwa hiyo kwa ikhtisar, tukizungumzia kuwa tunazungumzia silaha kwa tafasiri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuwa ameitafasiri Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ndio ametafasiri kuwa. Kwa hiyo atukubali mtu yoyote akaja kututafasiria kalimatul quwa, atukubali mtu yoyote, bila shaka atakuwa ametupoteza au anatupeleka kuingia katika upotevu. Kwa hiyo kuwa ndio hiyo. Hii ni mukhtasar katika kuelezea ni kuwa ipi ambayo imekusudiwa. Bila shaka ni kuwa ya silaha. Baada ya hapo kuna maudhui nyingine tena inayotusogeza sisi kuijua jamaa ya haki, baada ya kutambua kumbe jamaa ina sharti mbili, kuwa na imara. Tulipotaja kuwa, ubainifu wake ndio huo. Ama imara, nini maana ya imara? Ma huwa al-amiru al-maqsud fi al-imara, ni amiri gani ambaye sisi tunaweza kumfanyia sami wa taa, tumchambue pia amir, tumjue. Sio kila mtu tu amir. Yuko amir al-maqsud ambaye anakusudiwa. Al-amiru al-maqsud fi al-imara, kwa wale ambao watauliza maswali baadaye insha Allah biidhnillahi tabaraka wa taala, andikeni pointi na zile shukuku, sehemu ambao unatia shaka, labda kuna aya imetafsiriwa sivyo, kuna tafsiri nzuri, basi andika hizo pointi insha Allah. Baada ya kumalizia hii nitakaribisha maswali kulingana na maudhui inayokuja, maana usije ukaniuliza swali kumbe mbele kuna maudhui ambayo inaelezea vizuri kulingana na hayo maswali ambayo unataka kuniuliza. Aya ni amiri gani aliyekusudiwa katika imara? Maanake Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika Majmu'ul Fatawa juzu ya 28 ukurasa nambari 390 ametaja sharti ya ukamilifu wa ibada zetu, idi zetu, zaka zetu, lazima ipatikane kuwa wa imara. Kuwa ndio hiyo, lazima muwe na mtutu. Na imara ni nini maksudi? Al-amiru al-maqsud, amiri aliyekusudiwa fil imara, katika uongozi, huwa alladhi yukimu bishariati llahi subhanahu wa ta'ala. Amiri aliyekusudiwa ni yule amiri ambaye anasimamisha sheria za Allah tabaraka wa taala kwa ukamilifu wake, wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam, na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, wa yahkumu nnasa bihima, na anawahukumia watu kwa kitabu na sunna. Huyu ndio amiri tunayemtaja. Ikiwa amiri ahukumii watu kwa kitabu na sunna, wala yajuzu lahu an yahkuma nnasa bighairi ma anzala Allahu taala, wala ijuzu kwa amiri huyo kuwahukumia watu kinyume na yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameyateremsha. Ndio unaona Jamaatul Islamia ya Misri, jamaa ya jihad, wamemkafirisha Muhammad al-Mursi na Ikhwan al-Muslimina kwa ujumla, wakasema Ikhwan al-Muslimina makafiri pamoja na rais wao Muhammad al-Mursi. Kwa nini? Mwaka mzima Sheikh amekaa, hatujasikia hukumu ya Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sio amiri wetu. Wako Misri pale vijana, Jamaatul Islamia Jihad imeanza mwaka 1981. Mwaka 1981 wakati alipouawa Anwar Sadat, ambaye alikuwa anawafunga wanawachuoni wa haki wakizungumzia jihadi, akiwepo Abdullah Hamid Kishki kutoka Misri. Huyo Allah alimfisha alhamdulillah. Kwa hiyo amiri ahukumie watu kwa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, wa mimma jaha biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Qashani hukami alladhina yahkumuna bighairi shariati alislam fi kathiri min buludani almuslimin. Leo ndugu zangu katika imani, hao viongozi au maamiri wa miji ya Kiislamu wengi wao hawahukumii raia kwa sheria za Allah tabaraka wa taala. Fahaulai kufaru, basi kama hawahukumii raia kwa sheria za Allah tabaraka wa taala, wao ni makafiri, wala usio na shaka juu ya ukafiri wao. Likaulihi tabaraka wa taala, kwa sababu Allah ndio anayewatoa watu katika Uislamu na Allah subhanahu wa taala ndiye anayewathibitisha watu katika Uislamu. Mimi nikawa nimenasibishwa na ukhawarij, lakini katika dhawabiti za kisheria juu ya taifatul khawarij mimi simo. Lakini tukianza kutazamana, mimi nawaoneni nyinyi mmeingia katika baadhi ya firqa kama ilmania, demokratia, mmeingia ishtirakia, alwadhiya, mmeingia.
lakini sijawathibitishia na kusema nyinyi makafiri mpaka tukae meza moja, kama tulivyokaa kwenye kitabu cha kuzungumzia Mwenyezi Mungu si Mwenyezi Mungu na nani, tukakaa tukaulizana, tayari ikaonekana hakuna hoja, bali maneno yanasemwa sema yakaishia hapo, na Allah tabaraka wa taala ndio mjuzi wa haya ambayo tunayazungumza. Kwa leo viongozi wengi wametoka katika Uislamu. Allah